Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha kuwa waziri wake wa ujasusi Ismail Khatib ameuawa. Mapema hii leo waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema kuwa majeshi ya Israel yalimuua Ismail Khatib katika shambulio la usiku. Waziri Khatib alihusishwa na siasa na baadhi ya sera za ukandamizaji zaidi za utawala wa Iran. Israel Katz pia anasema yeye na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wameruhusu jeshi kumuua afisa yeyote mwingine wa ngazi za juu wa Iran bila kuhitaji idhini maalum. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, rais wa Iran Pezeshkian amesema, na hapa namnukuu, mauaji ya wafanyikazi wenzangu wapendwa Ismail Khatib, Ali Larijani na Aziz Nasizadeh pamoja na baadhi ya ndugu zao na wale waliokuwa pamoja nao yameacha huzuni kwetu. Mwisho wa nukuu. Vifo vya afisa mkuu wa usalama wa Iran Larijani na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Nasizadeh vilithibitishwa hapo awali. Hiki ndicho waziri wa ulinzi wa Israel alichosema kuhusiana na mashambulizi hayo ya awali. Uzito wa mashambulizi ya Iran unaongezeka. Tuko katikati ya uamuzi huo moja kwa moja. Kufuatia kumalizwa kinguvu kwa viongozi wa utawala huo, kaimu kiongozi wa Iran Larijani, mkuu wa shirika la mauaji ya kimbari pamoja na mgambo wa Basij Soleimani na pia waziri wa ujasusi Khatib ameuawa usiku wa kuamkia jana. Hawa ndio waliokuwa wakisimamia mfumo wa ndani wa mauaji na ukandamizaji wa Iran na kuendeleza vitisho vya nje dhidi ya Israel na nchi za ukanda. Mjini Tehran kumeandaliwa mazishi ya mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani pamoja na mkuu wa kikosi cha wanamgambo wa Basij Gholamreza Soleimani. Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Iran lilithibitisha kuwa aliuawa jana, yeye pamoja na mwanawe Morteza na mmoja wa wasaidizi wake. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa kadhaa ya Kiarabu na Kiislamu wanakutana leo nchini Saudia kujadili usalama wa eneo hilo. Haya yanajiri huku Iran na washirika wake wanamgambo wakiendelea kurusha makombora katika eneo la Ghuba katika mashambulizi ya kulipiza kisasi usiku kucha. Hizi hapa ni picha za makombora yaliyoanguka Tel Aviv. Maafisa wa Israel wamesema watu wawili waliuawa katika mashambulizi hayo ya mabomu. UAE nayo inasema mfumo wake wa ulinzi angani ulinasa makombora, huku vifusi vikiripotiwa karibu na kituo cha mikutano cha kimataifa cha Dubai. Qatar na Kuwait pia zimeripotiwa kufanyiwa uvamizi uliofanikiwa. Katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, mashambulizi ya anga ya Israel yamepiga maeneo kadhaa yenye wakazi wengi na kuwaua takriban watu 12 na kuwajeruhi wengine 27. Israel inasema mashambulizi yake yalikuwa yakilenga mfumo wa kifedha wa kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Kwa upande wake, Hezbollah ilisema kwamba imeanzisha mfululizo wa mashambulizi, ikiwemo mashambulizi kadhaa dhidi ya wanajeshi wa Israel karibu na mpakani. Sasa BBC imepata video na mahojiano yenye maelezo ya hali wanayopitia raia wa Iran wakati vita vinapoendelea. Tumeficha baadhi ya maelezo katika taarifa hii ya Fagolkin inayowasilishwa na Agnes Penda. Vita vinaonekana vikija kwa mbali, kwa ustadi na hatari kubwa. Mwanga usio wa kawaida unalipuka kwenye mitaa inayojulikana. Je, unajua tofauti kati ya anga yetu na anga ya dunia nzima? Wanalala bila wasiwasi, wakitizama nyota usiku. Nasi tunalala chini ya mashambulizi ya roketi. Anga zote mbili zina mwanga, lakini mwanga huu ni tofauti. Baran ni mfanya biashara. Sauti ya kipekee wakati wa dhiki inayokumba taifa. Akiwa amekwama ndani ya nyumba yake, anaogopa kutoka nje. Tumebadilisha jina lake na sauti yake ili asitambulike. Usiku ambapo wanalipua mabomu, unaweza kuona moshi na mahali palipolipuliwa kutoka hapa juu. Ninahofia kesho yangu. Hii leo nimenusurika kiajabu ajabu tu, lakini vipi kuhusu kesho yangu? Je, kesho nitakuwa hai? Kile ambacho dunia inakiona na kukisikia kinadhibitiwa na serikali. Majasusi wa serikali wapo kila mahali. Taarifa zinazojulikana wazi kwa umma ni za serikali. Kitu pekee ambacho tunaweza kufanya labda ni kushiriki katika misafara hiyo, kuonyesha utaifa wetu na kuionyesha Marekani na Israel kwamba taifa la Iran ni taifa mahiri. Inapofika usiku, wafuasi wa utawala ndio wanaodhibiti mitaa.
Msafara huu unaonekana kupitia dirisha la jumba moja la makazi ya watu jijini Tehran. Sasa ninaona makundi ya watu barabarani ambao sio wenzetu na hawatoki hapa. Ni watu wanaounga mkono serikali na ambao wametupokonya mitaa yetu. Ali, ambaye pia tumeficha sauti yake na sura yake, ni kama wengi hapa ambao hisia zao zimeathirika na vita. Yeye anapinga kwa nguvu utawala wa Iran, ila wakati huo huo ni nchi yake inayoshambuliwa. Hali inatisha. Kwa karibu wiki mbili sasa, napoona ndugu zangu, naona tumaini na hofu ya siku zijazo. Hofu kwamba anga ya nchi yako inadhibitiwa na vikosi vya adui, lakini wakati huo huo watu wamejawa matumaini moyoni mwao. Sio kwamba tunaunga mkono Israel ama Marekani, ila matumaini kwamba inawezekana kwa wakati mmoja jambo likafanyika na kumaliza utawala wa sasa wa Iran na watu wakaweza kuleta mabadiliko. Hii ndiyo dunia ambayo waliijua wakazi wa Tehran jioni moja kabla ya vita kuanza. Na sasa bustani la Velenjakbam limefungwa. Mji chini ya hapa umekuwa eneo la kujificha na kujaribu kuwa na matumaini. Vita sio mabomu tu. Vita havitamalizika karibuni, kwa sababu vita hivi vipo majumbani mwetu, ndani ya familia zetu. Hivi vita vimeingia kwenye damu na vimeingia ndani ya maisha yetu. Raia wa jiji lenye umri wa miaka 6,000 wanaishi kwa hofu ya mabomu ya Marekani na Israel, hofu ya utawala na hofu ya watesi wake. Miezi 14 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Miongoni mwa wale wanaogonga vichwa vya habari nchini Kenya ni pamoja na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye alitimuliwa kazini Oktoba ya mwaka 2024. Gachagua amekuwa akiendeleza kampeni ya kuunda muungano wa upinzani kwa nia ya kumng'oa madarakani Rais William Ruto. Japo kumekuwa na utata kuhusu ikiwa kweli anaweza kuwania urais kwa kuzingatia kesi ya kumuondoa madarakani, huku wakosoaji wake wakidai kuwa anaeneza siasa za ukabila badala ya kuzingatia maslahi ya Wakenya wote na wala sio tu wenyeji wa eneo lake la Mlima Kenya anakotoka. Aidha, Gachagua anapitia pia wakati mgumu, kwani katika siku za hivi karibuni mikutano yake imekuwa ikivurugwa na polisi. Nimezungumza katika mahojiano maalum na Gachagua nyumbani kwake kijijini wa Munyoro katika jimbo la Nyeri nchini Kenya. Mimi ni mgombea kiti cha urais mwaka 2027 na niko na matarajio kubwa sana, na niko na imani ya kwamba Wakenya wananipenda, wananijua na watanipatia nafasi ni waongozi. Lakini pia tumekubaliana ya kwamba ndio tumtoe William Ruto lazima tukuwe na candidate moja wa upinzani, na tuko wengi karibu 6-7, na tumekubaliana kila mtu atafute umaarufu pahali ametoka katika chama chake, kila mtu auze sera zake, auze candidate yake, lakini hapo mbele tutaketi chini tuulizane maswali na tukubaliane kati ya sisi zote nani hako na umaarufu ya kumtoa huyu William Ruto. Kwa muda mrefu umejitokeza sana kama ukiongea maslahi ya watu wako wa mlima, na tuko hapa wa Munyoro, na kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba wewe ni kiongozi wa mlima zaidi kushinda kuwa kiongozi wa Kenya. Hata mimi ni kiongozi wa Kenya, lakini siasa ya Kenya inaanza nyumbani. Huwezi pata umaarufu kwa jirani kama una umaarufu nyumbani. Unaanza kutafuta umaarufu nyumbani. Ukishapata umaarufu nyumbani, unaongea na watu ya nyumbani, wanakubariki. Uende kwingine ukatafuta umaarufu. Huo si ukabila? Si ukabila, inakuwa namna hiyo. Hata wazungu wanasema charity begins at home. Mimi mwenyewe nimetafuta umaarufu mlimani, nimekubalika kabisa na kila mtu 100%, na nimeomba baraka kutoka nyumbani, watu ya Mlima Kenya munibariki, niende sasa nikatafute uongozi, na nimebarikiwa na watu ya Kenya, nianze kutembea. Wakati ukiwa bado wewe ni naibu rais, kulikuwa na matamshi uliyoyatoa kuhusiana na shares au hisa, kwamba serikali hii ni ya watu wa hisa, na kuna baadhi ya watu mheshimiwa ambao wanajiuliza, kwa mfano Mpokomo ambaye anatokea Tana River, ambaye katika historia yao wana kiti kimoja tu cha labda useneta katika viongozi wa Kenya, anauliza, mimi hata nikipata baraka za kwetu nyumbani ni kura kidogo sana. Sasa itakuwaje kwa mtu kama huyo pia kesho kufurahia kuwa kiongozi Kenya mheshimiwa? Wakenya wote wanastahili kupata maendeleo na kufanyiwa kazi, kwa sababu wote wanalipa kodi.
Mimi sikusema ati serikali ni ya hisa wengine wakose. Nilisema kila mtu apewe ile ambaye anastahili kupewa. Unajua sisi tukitafuta serikali na William Ruto tulizunguka katika kaunti zote 47 na tukaweka mkataba na wananchi ya kiuchumi na kila kaunti. Kwa hivyo mimi nilikuwa na kila kaunti ikauliza mambo yao na hizo ndizo shida zao. Kasema sisi ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya utufanyie ABCD. Mimi nilikuwa nasimama hapo ya kwamba kila Mkenya apewe haki yake. Ile ambayo tuliweka kwa mkataba. Mikutano yenu imekuwa ikishambuliwa sana na polisi. Kila wakati hata mkiwa ndani ya kanisa. Hii kwanza inakufanya unajihisi wewe vipi wewe kuhusu usalama wako mwenyewe, lakini kutoka sasa mpaka mwaka 2027 mnafikiria mtakuwa salama na mtaruhusiwa kupiga kampeni tu kama watu wengine? Kusema ukweli Oditi, mimi saa nyingine naogofya sana juu ya maisha yangu na watu wangu, familia yangu na wafuasi wangu, kwa sababu tangu nifurushwe ofisi nimeletewa vita kanisani na nje ya kanisa mara 24. Nimepiga ripoti kwa polisi, hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Matumaini na mpango ya hii vita ni kufanya mimi niogope, niwache kupiga kampeni ya kuondoa hii serikali. Na mimi nikiogopa hao watakuwa wamefaulu. Kwa hivyo mimi nikiigiza baridi niogope, nirudi nyumbani hapa Munyoro ama Nairobi nikae, hao watu watakuwa wamefaulu. Kwa hivyo mimi naendelea. Katika siku za hivi karibuni viongozi wa upinzani hawajapewa nafasi. Tanzania chama cha upinzani Chadema hakikushiriki hata kwenye uchaguzi. Kiongozi wake Tundu Lissu yuko jela. Uganda Kizza Besigye yuko jela. Una wasiwasi kwamba Kenya inaweza ikaenda kwenye njia sawia na hiyo? Kenya sio Uganda na sio Tanzania. Hii nchi ya demokrasia, nchi ya wapiganiaji huru. Hao wa Kenya ni wazalendo ambaye wako na rekodi ya kukataa kukaliwa na kutawalwa na mabafu. Na hapa hawezi zuia upinzani isimamishe viongozi, hawezi funga sisi jela. Hawa wa Kenya ni tofauti. Tatizo liko wapi mpaka wewe useme leo Kenya inahitaji uhuru na watu wanahitaji mtu kama wewe kuwakomboa? Wakoloni wako lakini ni weusi. Kwa sababu ile tabia wakoloni wale weupe na hao weusi ni moja. Kunyanyasa wa Kenya, kunyakua mashamba yao, kuteka watoto nyara, kuwaua, kutoza watu kodi ambaye haijulikani pahali naenda. Hiyo maneno ndio mkoloni mweupe alikuwa anafanya. Hakuna tofauti vile iko sasa, tuko na mkoloni mweusi na ndio ni uchungu zaidi hata kwa Mkenya. Afadhali Mkenya afinyiliwe na mkoloni mweupe kwa sababu huyu ni mgeni hapa. Lakini huyu mkoloni mweusi ni Mkenya amechagua na yeye mwenyewe amegeuka, amekuwa adui ya Mkenya. Na unapozungumzia hayo maneno mheshimiwa, yanafanyika si Kenya tu. Tumeona hata Tanzania, tumeona Uganda. Unafikiri ni kwa nini viongozi wa Afrika Mashariki sasa wamegeukia tabia hiyo ya kuwanyamazisha watu ambao wanajaribu kuwakosoa? Hao viongozi wa Afrika Mashariki wameambukizana tabia mbaya. Kenya ni tofauti sana na Uganda. Kenya ni tofauti sana na Tanzania. Wakenya ni watu ambaye hawezi kubali kutawalwa na mabafu. Hawezi kubali mauaji. Wakenya ni tofauti sana na ndugu zetu na dada zetu wa Tanganyika na Uganda. Wakenya ni watu ambaye hawezi kubali. Na historia ya Kenya vile alipambana na mkoloni inajulikana wazi. Swali langu la mwisho, kuna baadhi wanahoji kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuwa katika nafasi ya uongozi kwa miaka mingi. Tangu enzi zile watu wakisema ulikuwa dio. Sasa kwa muda huu wote umefanya kazi na serikali mbalimbali na wewe ndiye uliyemleta William Ruto. Wewe ndiye uliyemuuza kwa watu wako hawa wa mlima. Na ukasema William Ruto mimi nina imani na yeye. Sasa kesho ukija hapa wa Munyoro utuambie kwa mfano nina imani na Mheshimiwa Kalonzo, nina imani na Matiang'i ama nina imani na mimi mwenyewe. Watu wanajiuliza tutakuamini vipi tena Mheshimiwa Gachagua? Ni kweli mimi ndio nilimuuza William Ruto hapo mlimani. Na nimeomba msamaha kwa watu wetu kwa sababu alinichenga na akachenga sisi zote. Sababu sisi tunajua ni Wakristo. Mtu yeyote akija na Biblia na kusema ameokoka na anamwamini Yesu ni Bwana, sisi tunamwamini. Sisi hatukujua hii ni chui imevaa ngozi ya kondoo. Tumekuja kujua saa ile tumemchagua ametoka makucha. Na alifanya mzuri akatoa makucha mapema. Kwa sababu kama angeficha hii makucha tumchague muhula ya pili, saa ile hastahili kura, angetuumiza zaidi. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba alishindwa kuvumilia akatoa makucha zamani mapema.
Makosa tuliyofanya tumekubali, mimi na wananchi, hata maaskofu, kila mtu. Si ati mimi peke yake nilisema William Ruto achaguliwe. Kanisa iliongoza, kwa sababu alikuja kanisani kila Sunday na Biblia kubwa na kuiba nyimbo zetu na kutoa ushuhuda vile ameokoka, na kanisa ya Kristo ikaamini ya kwamba kwa the first time kwa historia ya Kenya kanisa imepata candidate Mkristo. Kumbe alikuwa tu ni kuhadaa wa Kenya. Sasa amejulikana, ametoa makucha, amejionesha, ametoa marangi yake yote, na kwa hivyo Wakenya wamesema kufanya makosa si mbaya, makosa ni kurudia.